mabingwa wa mashindano haya Ramadhan Quiz 2025 waje mbele waweze kupatiwa zawadi yao, nao ni Ubungo. Siseme mashaallah, mashaallah, mashaallah. Nilichokiona leo, wale wote mabingwa watatu walioshiriki waliochukua leo ubingwa, inaonekana wote wanatoka wilaya ya Ubungo. Ni sahihi sio sahihi? Ni sahihi sio sahihi? Kwa jina ni Sheikh Othman Ali Kaporo, rais wa tuzo za kimataifa za kuhifadhi Qur'ani Tanzania, ambapo leo hii nimebahatika kuwa mgeni rasmi katika kwizi ya Ramadhani inayoandaliwa na Nahali Trust. Mimi natoa pongezi za dhati kabisa kwa ndugu zangu wa Nahali Trust kwa kazi hii nzuri ambayo wanayoifanya, kazi ya kuhamasisha vijana kuweza kuwa na upeo mzuri wa kielimu. Mimi ni mara yangu ya mwanzo kuhudhuria mashindano haya, lakini nimeyapenda sana kwa sababu ni mashindano yanayogusa nyanja zote: dini, dunia, elimu namna tofauti, na vijana wameonyesha umahiri na ubora wa hali ya juu, hali ambayo inayotoa ishara mbele nzuri kwa future ya vijana wetu. Kwa kweli wanastahili sifa, na nawaombea Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki katika kazi hii, ili jambo liweze kukaa katika sura iliyokuwa nzuri zaidi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Fahda Ahmed Mbaruk, natukia katika shule ya Ubungo Islamic High School kidato cha 6. Mimi ni mmoja wa wanafunzi pamoja na wenzangu tumeshiriki katika mashindano haya Ramadan Quiz Competition 2025, na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tumeweza kufuzu kuanzia nafasi ya kiwilaya, kimkoa, nusu finali, robo finali mpaka finali. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufikia nafasi hii. Tegemeeni katika shule yetu maintain kwamba kuweza kukaa na ushindi huu tutapata tena na tena na tena kwa uwezo wa Allah. Inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Niswat Juma, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 PCB Kisutu Girls Secondary School. Ni washindi wa pili katika mashindano ya Nahli Trust. Tumefanikiwa kuwa washindi wa pili katika mashindano haya kati ya shule 16. Kiukweli tumefurahi sana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata ushindi huu. Japo hatukupata nafasi ya kwanza, lakini kwamba tunaamini kwamba mashindano yajayo kwa uwezo wa Allah tutaibuka washindi. Naitwa Abu Juma Sembe, natokea katika shule ya sekondari Salanga iliyopo katika wilaya ya Ubungo. Tuna furaha kubwa kwa sababu ndio mara yetu ya kwanza kushiriki katika mashindano haya, na pia tunaondoka wa ushindi kwa kwamba tumekuwa nafasi ya 3. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tunayo uwezo wa kupambana na kuendelea zaidi endapo tutapata wafadhili zaidi na mashindano yetu yataenda vizuri. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Barwani Fikirini kutoka taasisi ya Nahali Trust. Leo tulikuwa na mashindano ya Ramadhani Quiz ambayo yamefanyika hapa katika ukumbi wa Duse. Mashindano haya huanza na utaratibu wa ufunguzi, kisha baada ya hapo huja utaratibu wa mchujo, ambapo katika mwaka huu utaratibu wa mchujo ulifanyikia pale Nahali katika ukumbi wa Adili Center uliopo Kinondoni. Mashindano haya baada ya mchujo kupatikana timu 16, lakini mwaka huu baada ya mchujo tumepata timu 14 ambazo ndio zilikuja kushiriki katika mashindano haya yaliyohitimishwa leo rasmi katika ukumbi huu wa Duse. Na mashindano haya yamepitia hatua ya mchujo, kuja hatua ya robo finali mpaka hatua ya nusu finali na finali, na baadaye kupatikana mshindi wa kwanza ambaye alikuwa ni Ubungo Islamic, na mshindi wa pili akawa ni Kisutu Secondary School ya Ilala, na mshindi wa 3 akawa ni Sankara ambayo ni shule ya sekondari katika wilaya ya Ubungo. Kwa kweli kwa Ramadhan Quiz huwa tunatumia muda mrefu sana, kwa sababu pale tu inapofika mwanzo wa mwaka huwa tunaandaa kalenda ya mwaka mzima, ambayo hiyo kalenda ya mwaka mzima ndio huwa inatoa mwelekeo kwamba tutaanza lini na tutamaliza lini. Lakini kwa kifupi tuliandaa kalenda mwanzo wa mwaka,
na baadaye tangu mwezi wa pili tukaanza taratibu za uandalizi wa kutafuta shule za kuweza kushiriki katika hatua ya mchujo na mpaka kufikia hatua hii ambayo tuliofikia leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, ili Mwenyezi Mungu azidi kutuzidishia katika tasnia hii ambayo tunayokwenda nayo, ambayo ni tasnia ukiangalia ina faida kubwa sana kwa jamii yetu na kwa future ya vijana wetu. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, niipongeze kwa nguvu zote kabisa ndugu zetu wa Nahali Trust na wale wote ambao waliosimamia programu hii, kwa sababu haya ndiyo yanayohitajika katika jamii. Jamii lazima iwe na elimu, na mtume wetu ametufundisha haya. Ahadithi ziko nyingi za kuhimizwa kusoma, yanasaidia kuturudisha katika uhalisia wa mambo. Kwa hiyo nasema hongereni sana Nahali Trust kwa programu hii, na tunawaombea Mwenyezi Mungu msimame nayo vizuri, msimame nayo katika sura ambayo itakayokuwa bora zaidi ya hii tunayoiona, kwa sababu tunaona wenzetu wanafanya mambo kama haya huko nje na maeneo tofauti, nayo yanakuwa katika viwango, na sisi tujaribu kutoka mpaka tuende katika viwango vilivyokuwa vizuri zaidi, na tusitosheke katika level ndogo hii tuliokuwa nayo ya Dar es Salaam, lakini tutoke twende katika level ya Tanzania, na tukiwa vizuri zaidi tutoke twende katika level ya Afrika Mashariki. Tunaweza tukawaalika wenzetu wa Afrika Mashariki wakaja katika competition za namna hii, lakini vile vile tunaweza tukaotoka hata tukaenda katika level ya kidunia tukawa na competition za namna hii. Ni jambo zuri linaloweza likaipeleka jamii yetu katika hali ambayo iliyokuwa iko nzuri zaidi. Ndugu zanguni, uzuri wa jambo hili kwamba Waislamu ni watu wa kielimu. Waislamu ni watu wa kielimu. Toka mwanzo wa Mtume SAW anayetangaza dini, anatutaka sisi tusome. Wote mnaikumbuka aya ya mwanzo kushuka. Wote nyinyi watoto wa hapa mnakumbuka aya ya mwanzo kushushwa. Hebu kama mnaikumbuka, naomba mnisomeni sura ya mwanzo kushuka. Ni sura gani? Nisomeeni. Hii ndio aya ya mwanzo, ni sura ya mwanzo kushushiwa sisi. Inatutaka tusome. Kwa hiyo kwetu sisi kusoma ni jambo la lazima. Sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim waliichukua hivyo na wakawa wanaiendea hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliichukua hivyo. Hebu kumbukeni hivi wale mateka wa Badr, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia anayetaka aachiwe afanye tukio moja. Mnalikumbuka nyinyi watoto? Aliwaambia wale walowateka wale kwamba anayetaka kuachiwa huru basi afundishe watoto, awafundishe watoto wa Kiarabu wa Kiislamu. Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elimu ambayo inakufikisha kuikamilisha lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nimefurahishwa sana kabisa. Hii competition imekusanya elimu kwa ujumla wake, kama alivyozungumza ndugu yangu. Anaulizwa pande hili, anaulizwa pande hili, anaulizwa pande hili, maeneo tofauti. Bahati mbaya tu, sijui labda mimi sikuwepo, ilikuwa inapendeza japo neno moja la Qur'ani nisomee kipande fulani, nisomee aya fulani. Ndio nembo yetu Qur'ani, ili kutengeneza ile tathbiti na kuwatengenezea vijana uwezo wa kusoma, pamoja na kwamba yako mashindano ya Qur'ani na hii ni competition iliyokuwa imekusanya, lakini pamoja na ule kukusanya kwake, lakini kule kusoma kwa Qur'ani nako kuna nafasi yake. Kama itawapendeza waandaaji, sio mbaya. Hebu nisomee surati Dhuha aya ya kwanza mpaka ya pili, au aya ya kwanza tu. Anasoma, anaonyesha mtoto
yuko vipi katika swala la namna hii. Kwa hiyo jambo ni zuri sana. Tunawapongeza sana kabisa Al-Nahli kwa hili ambalo waliokuwa wamelifanya, lakini haya maboresho na mapendekezo ya kulifanya hili jambo likae katika sura iliyokuwa nzuri zaidi, sura yenye kupendeza, kuanzia muonekano wa maeneo na maandalizi, kuanzia mavazi wanayovaa hata majaji, kuanzia nidhamu ya namna ya ukaaji, lazima vikae katika sura vilivyokuwa nzuri kabisa, na itoke katika hali ambayo ilikuwa iko nzuri. Ili jambo uzuri wake ili liingie sana katika jamii, linatakiwa vile vile litangazwe. Siku hizi vyombo vya kutangaza viko vingi sana. Hizi simu tu zinatangazwa jambo mpaka linaeleweka kwa kutumia simu tu. Inaandikwa kitu fulani pale, kinawekwa, jamani siku fulani kuna kitu fulani. Hii itatia hamasa zaidi kwa wanafunzi, itatia hamasa kwa wazazi, itatia hamasa hata kwa walimu ambao wanaofanya kazi hii. Ikila matangazo yatakavyokuwa mengi, yatakuwa ni vizuri zaidi. Tena tunatamani tuwe wengi mpaka tuseme hii sehemu sisi haitutoshi. Na hii sio nasema mimi, jambo ambalo linalokwenda likawa linadumaa pale si katika taratibu za Kiislamu. Uislamu ukifanya jambo siku zote unataka liwe linafanya nini? Linaendelea na linakuwa. Aya katufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tuje mwaka huu tuione mashindano yako katika sura hii. Tukaja mwakani tunayaona mashindano yako katika sura hii. Mwaka kesho kutwa yako katika sura hii. Matokeo yake ni kufa. Lakini hapana, mwaka huu tuko katika level hii. Mwakani tunaongeza, tunabuni, tunafikiria, tunatoka katika level hii tunakwenda katika level nyingine. Tunakwenda mpaka jambo linakaa katika sura ambayo iliyokuwa iko nzuri. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnasoma sira, angalia mwaka wa kwanza Mtume alikuwaje. Hivi mwaka wa kwanza ni sawasawa na mwaka wa pili? Mwaka wa pili ni sawasawa na mwaka wa tatu? Taratibu alikuwa anapanda mpaka akamaliza Maka. Alivyokuja Madina nako vile vile taratibu, hata zile sheria zilikuwa zinaletwa kwa utaratibu kidogo. Kwa hiyo tusiridhike tukasema tunafanya jambo zuri, lakini jambo zuri lidumu katika hali moja kwa muda wa miaka 10. Hapana, si hivi. Lazima tubadilike, tuweke kachumbari, tunaipamba na vidoido na vivutio vya kuvutia. Isiwe tena kuna mashindano hapa ya shule ya Ubungo Islamic basi wanakuja watoto 6. Sio lengo. Lengo ni hamasisho. Lengo ni hamasisho. Kutokana na ukubwa wa ukumbi tutakaokuwa nao, tunawaambia jamani, shule ije na watoto fulani. Tunaangalia ukumbi namna gani jinsi ulivyo. Kwa kweli ushauri uko mwingi na mambo yako mengi, na waandaaji tuko nao karibu. Hayo mengine tutazungumza pengine kwa pembeni, lakini ili jambo ni zuri na linapendeza na liko zuri zaidi kabisa na zuri zaidi kabisa. Ubungo, Abejembe, Kisutu, Al-Hikma. Kila mtu achukue karatasi chake kimoja hapa. Yote tumepata. Majaji tunukuu. Namba ngapi? Namba 7. Shule gani? Makoka ni namba 7. Mshindani wake? Nani namba 2? Shule gani? Ilala Islamic namba 2. Makoka kwenye hatua ya robo finali atachuana na Ilala Islamic. Wote namba ngapi? Shule gani? Ubungo Islamic namba 6. Ubungo Islamic namba 6. Mshindani wake namba ngapi? Namba 3 ni nani? Shule gani? Mbirahati namba 3. Kwa hiyo Ubungo Islamic versus Mbirahati. Naam. Shule gani? Kisutu namba ngapi?
Namba 8 ni Kisutu. Namba 1 ni nani? Shule gani? Abdi Jumbe. Kisutu versus Abdi Jumbe. Namba 1 ni Abdi Jumbe. Namba 4. Namba 5 shule gani? Namba 4 ni Saranga, namba 5 ni Al-Hikma. Robo finali ya 4 itakuwa ni kati ya Al-Hikma na Saranga. Makoka Swali kwa Makoka. Taafu inayofanywa wakati wa hujaji anataka kuondoka na kurejea kwao inaitwaje? Taafu wida. Taafu widaha. Amepata. Ilala, siku ya mwezi 9 Dhulhijja inafunga maalum, funga hii inaitwaje? Arafa. Arafa. Amepata. Makoka, habari shahidi wa Badru zilitufikia wakati tunamalizia kusawazisha mchanga juu ya kaburi ya binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani alinukuliwa akisema maneno hayo? Umar bin Khattab. Umekosa. Usama bin Zaid. Ilala, ni vita gani ambavyo Makuraishi walijiandaa kulipiza kisasi cha Badri? Vita vya Uhud. Vita vya Uhud. Umepata. Makoka Kafiri aliyezingira jeshi la Waislamu Uhud na Badrim ni Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Amepata. Ilala, taja jina la aliyekuwa balozi wa Waislamu wa Makuraishi kabla ya mkataba wa Hudaibia. Muda umeisha. Suhail. Swali la hawa hapa. Sawa Anaitwa Uthman bin Khaffat. Sasa hivi ndo tunakuja swali lenu. Ilala Islamic. Makoka wamepata alama 5. Ilala Islamic walipata alama 2. Hivyo basi Makoka amefanikiwa kwamba hatua inayofuata, hatua ya nusu fainali. Bila sijasikia hapa, mashaallah. Asante. Nusu fainali ya pili ilikuwa ni kati ya Al-Hikma dhidi ya Saranga. Al-Hikma wamepata alama 4. Saranga Secondary School wamepata alama 5. Hivyo basi Saranga wamefanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali. Robo fainali ya 3 ilikuwa ni kati ya Kisutu dhidi ya Abdi Jumbe. Abdi Jumbe wamepata alama 4. Kisutu wamepata alama 6. Kisutu anakwenda hatua inayofuata ya nusu fainali. Robo fainali ya 4 ilikuwa ni dhidi ya Ubungo Islamic versus Mbirahati. Mbirahati wamepata alama 2 na Ubungo Islamic wamefanikiwa kwenda hatua ya nusu fainali kwa alama 5. Timu ambazo zimefanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali, timu 4, Makoka na mwenda mwakilishi mmoja kwa ajili ya kucheza draw, Saranga mwakilishi mmoja, Kisutu mwakilishi mmoja, pamoja na Ubungo mwakilishi mmoja kwa ajili ya kucheza draw. Tumebakiwa na shule 4 katika hatua inayofuata, hatua ya nusu fainali.